Wow. Tunaenda kuangalia neno la Mungu jioni ya leo. Amen. Hallelujah. Na tutatoka tukiwa na maono makubwa zaidi. Amen. Tutaondoka tukiwa na furaha kubwa zaidi. Tumaini letu litang'aa zaidi. Amen. Imani yetu itakuwa na nguvu zaidi. Amen. Tutapenda kwa kina zaidi. Amen. Na maisha yetu yatakuwa na ujazo mkubwa zaidi. Amen. Sema amen. Amen. Ndio kusudi ya neno la Mungu. Hallelujah. Leo tutaangalia mambo kadhaa. Kichwa cha habari cha leo ni mambo kadhaa yanayoinua moyo katika Kristo. Hallelujah. Mambo kadhaa, si tutaenda mangapi, lakini mambo yanayoinua au kweli zinazoinua moyo katika Kristo. Hallelujah. Kweli zinazoinua moyo katika Kristo. Kweli ya kwanza kwa wale tunaoandika, kweli ya kwanza na pia kwa wale tunaosikiliza, utaandika nina thamani kwa sababu nimeumbwa katika daraja la Mungu. Sema amen. Sema tena nina thamani. Sema nina thamani. Nina thamani kwa sababu umeumbwa kwenye daraja la nani? La Mungu. Haukuumbwa kwenye daraja la nyani kama baadhi ya wanasayansi ambao wanasema kwamba tulikuwa tumbili, miaka ilivyoenda tukageuka tukawa wanadamu. Sio kweli. Baadhi ya wanasayansi wanasema sisi ni ndugu wa karibu wa tumbili. Sio kweli. Hallelujah. Amen. Tumeumbwa kwenye grade, kwenye class, kwenye daraja la Mungu. Sema amen. Nitaiongelea katika pande mbili. Pande ya kwanza ni pande ya uumbaji. Kitabu cha Mwanzo mlango wa kwanza mstari wa 26. Sema ninajithamini. Sema tena ninajithamini. Utapoelewa thamani yako, utaanza kuthamini wanadamu wengine. Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Hallelujah. Amen. Kwa mfano wetu na nini? Na sura yetu. Tuliumbwa kwa mfano wa Mungu, tukaumbwa kwa sura ya Mungu. Kwa hiyo ukikutana na Mungu anafanana na wewe. Sema amen. Ana kichwa kama chako. Sema amen. Ana mwili, ana mikono, ana miguu. Maana tuliumbwa kwa mfano wake na sura yake. Na alisema kusudi la kuwaumba, alisema wakatawale. Haleluya. Inua mkono wako juu. Sema nimeumbwa kwenye daraja la Mungu ili nitawale. Sema ninatawala kila eneo la maisha yangu. Nenda mstari wa 28. Anasema Mungu akawabariki. 27. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Haleluya. Kwa hiyo sio akasema ni mwanamke siko na sura na mfano wa Mungu. Haleluya. Alisema mwanaume na wanawake wote aliumba kwa nini? Kwa mfano wake. Sema nimeumbwa kwa mfano wa Mungu. Sema tena nimeumbwa kwa mfano wa Mungu. Haleluya. Kitabu cha Mwanzo mlango wa 5 mstari wa 1. Nataka nikuonyeshe kitu fulani kizuri hapa ambayo itakujengea uelewa wa thamani ulionayo. Anasema hichi ndicho kitabu cha vizazi vya Adamu siku ile Mungu alipoumba mtu kwa sura ya Mungu alimfanya. Mtu aliumbwa kwa nini? Kwa sura ya Mungu. Sasa nataka nikuonyeshe kitu. Nenda mstari wa 4. Inasema siku za Adamu baada ya kumzaa Seti. Seti alikuwa ni mtoto wa Adamu. Zilikuwa miaka 800. Akazaa wana waume na wake. Mstari wa 5. Nipe Kiingereza cha mstari wa 4. Mstari wa 4. Kuna tafsiri ambayo inasema kwamba akazaa, utaanza kutafuta, akazaa wana wa kufanana naye. Haleluya. Adamu
Adamu alizaa wana wa sura yake wa kufanana naye. Shika, unanielewa? Kwa hiyo unapoangalia wana wa kufanana naye haimaanishi kwamba ni copyright, kwamba utakuwa unafanana na baba yako copyright kila kitu. Lakini kama baba yako ni mwanadamu hautakuwa mjusi. Shika, unanielewa? Kama baba yako ni mwanadamu hautakuwa tumbili. Hello? Yes. Sema ninafanana na Mungu. Sema mimi ni wa thamani. Unajua pengine wakati unakuwa, baadhi ya ndugu zako, majirani zako pengine wametania mwili wako. Nakumbuka nilipokuwa mdogo, baadhi ya ndugu zako walikuwa wananiambia una masikio makubwa kama ni pashe. Hello? Kwa hiyo unaweza ukawa umekuwa ukiangalia baadhi ya sehemu ya mwili wako kwa unyonge, kwa aibu. Lakini sikiliza mtu wa Mungu, wewe ni wa thamani. Nasema tena, wewe ni wa thamani. Umeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Sema nimeumbwa kwa sura na mfano wake. Haleluya. Sasa huyu ni mwanadamu wa asili, lakini kuna mwanadamu ambaye amezaliwa mara ya pili. Fungua Yohana wa kwanza 12. Injili ya Yohana mlango wa kwanza mstari wa 12. Ukitoka mahali hapa leo utatembea kwa hatua za ujasiri. Sura yako itaangalia mbele. Sema amen. Yohana, achana na Yohana wa kwanza. Yohana kabisa, ile Injili ya Yohana. Injili ya Yohana 1:12. Anasema bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Haleluya. Sio tu kwamba tumeumbwa kwa sura na mfano wake, sisi ni watoto wake. Sema amen. Sema mimi ni wa thamani. Sema mimi ni wa thamani, maana mimi ni mtoto wake. Haleluya. Tuliongea wiki iliyopita tukasema umuhimu wa kubadilisha mawazo yako kwa neno la Mungu. Lazima neno la Mungu lichukue nafasi ya mawazo yako. Mawazo yako yanakuambia wewe ni mtu wa sehemu fulani, wewe ni mkaka wa kawaida tu, wewe umetokea familia maskini, wewe sijui ni nani. Lazima uachilie mawazo yako alafu uchukue neno la Mungu. Sema amen. Maana neno la Mungu ni kweli tena amina. Niliwaambia mara ya mwisho jinsi kwamba hauwezi ukaamini mawazo yako kwa sababu mawazo yako yanabadilika. Hello? Lakini neno la Mungu halibadiliki. Neno la Mungu lasema sisi tulimpokea, tulipewa uwezo wa kuwa wana wa Mungu. Sema mimi ni mwana wa Mungu. Sema tena mimi ni mwana wa Mungu. Fungua Yohana wa kwanza ambao ulikuwa umeenda sasa, ile mlango wa 3 mstari wa kwanza. Sema mimi ni wa thamani. Sema tena mimi ni wa thamani. Haleluya. Anasema tazameni ni pendo la namna gani alilotupa Baba kwamba tuitwe wana wa Mungu, na ndivyo tulivyo. Sema ndivyo nilivyo. Sema tena ndivyo nilivyo. Anasema kwa sababu hii ulimwengu haututambui kwa kuwa haukumtambua yeye. Kwa sababu walipomwona alikuwa yuko kama kaka Eric, walipomwona alikuwa kama kaka Deusdedit, walipomwona alikuwa kama dada Christina, alikuwa kama dada Joyce au dada Anna. Sijui kama unanielewa. Muonekano wake ulikuwa ni wa kawaida, lakini alikuwa ni mwana wa Mungu katika mwili. Sema amen. Sema mimi ni mwana wa Mungu. Sema nimezaliwa naye. Sema nimezaliwa naye. Haleluya. Ukianza kuelewa thamani ambayo Mungu amekupa kwako, utaanza kujithamini. Haleluya. Ukianza kujua thamani yako, utaanza kufanya nini? Kujithamini. Nafikiria kwa mfano mtu ambaye ameolewa alafu nyumbani kwake anapata changamoto ya ndoa, anaambiwa maneno mabaya. Haleluya. Na mume wake kwa mfano. Kwa hiyo amejikatia tamaa, anavaa zake dera tu moja wiki nzima. Sio kwamba hana nguo, anazo, lakini hana avae ya nini? Maisha yameshachoka, si ndio? Maisha, shika, unanielewa? Lakini ameanza kuja Christ Embassy Kawe. Haleluya. Wiki ya kwanza, wiki ya pili, mwezi wa kwanza, mume wake anamshangaa Jumatano mama amevaa, ameweka lipstick. Sema unaenda kebasi atakala haya. Haleluya. Mama ambaye alikuwa amekata tamaa sasa hivi anajua yeye ni wa thamani. Anajua yeye ni binti wa mfalme. Anajua kuna hatima ya Mungu kwenye maisha yake. Sema amen. Anasema na ndivyo tulivyo. Na ndivyo tulivyo.
ndivyo tulivyo. Ngoja nionyeshe tena andiko ambalo nilionyesha juzi. Okay, ile nitaenda kuliangalia kwenye point ya pili. Sasa nisikilize. Kama wewe ni mtoto wa Mungu na Mungu amekuthamini kiasi cha kuja kwenye mwili na kufa kwa ajili yako, ni muhimu ukathamini kitu Mungu anachothamini. Shiko nanielewa? Sema ninathamini, ninaheshimu kitu Mungu anachokiheshimu. Na unajua kitu Mungu anachokiheshimu ni wewe. Mungu anakuheshimu. Haleluya. Unajua kuna baadhi ya watu wanadhani kwamba ni mzazi gani ambaye utafurahi mtu akija kuongeleza kuhusiana na watoto wako, anakusifia kwa kuwatukana watoto wako. Wangapi unadhani mzazi atafurahi? Kuna mzazi ambaye atafurahi kwamba mimi nakuja kukuambia una hekima sana mzee wangu, una hekima sana, lakini watoto wako wapumbavu kwa hiyo. Una uwezo lakini watoto wako kapuku wasiofaa. Utafurahi? Lakini kuna baadhi ya watu, dini inafundisha hivyo baadhi. Dini inafanya mtu uende umwambie Mungu, mimi si kitu Bwana. Mimi si kitu, sifai mbele zako. Shika, unanisikia? Ungekuwa ufai asingekuja kufa kwa ajili yako. Mgeuke jirani yako kwa sura ya tabasamu. Mwambie Mungu anakuhitaji. Mwambie Mungu anakuhitaji. Mume wako ambaye unasema anakuhitaji hajafa kwa ajili yako. Alinegotiate hata mahari. Hello? Mahari yenyewe alikuwa anaomba apunguziwe. Mungu hakutaka kupunguza chochote, alikuja akafa kwa ajili yako. Siko, unanielewa? Kama mume wako anakuhitaji, Mungu anakuhitaji zaidi. Sema Mungu ananihitaji. Mimi ni wa thamani. Haleluya. Utaanza kutembea tofauti, utaanza kuishi tofauti kwa sababu unajua thamani ulionayo. Sema amen. Kwa hiyo cha kwanza ni kuelewa thamani yako. Unajua kuna watu wana msongo wa mawazo. Kuna watu ukiwaangalia unadhani wana miaka 50, 60, lakini ni vijana, ni mawazo walionayo. Lakini leo pengine kama mtu kama huyu anaweza kawepo ndani, anaanza kusikia habari njema kwamba wewe ni wa thamani. Shika na leo anaanza kutambua thamani aliyokuwa nayo. Hello. Thamani yako haina mahusiano na mtu yoyote. Haina mahusiano na tukio lolote. Hello. Maana baadhi ya watu wameeka thamani yao kwenye mwanaume fulani au mwanamke fulani. Sikiliza ndugu yangu, wewe ni wa thamani. Wewe ni wa thamani. Hello. Unasema kama mimi ni wa thamani, mbona aliniacha? Sio kila mtu anajua kitu kizuri. Nasemaje? Sio kila mtu anajua kitu kizuri. Haleluya. Sema ninaheshimu Mungu anachokiheshimu. Sema ninakithamini kile ambacho anakithamini. Haleluya. Point ya pili. Mimi ni muhimu kwa sababu niko kwenye mpango wa Mungu. Haleluya. Unajua dini imetufundisha Mungu hakuhitaji, ni wewe unamhitaji Mungu. Ngeke jirani yako mwambie ni uongo. Mwambie jirani yako ni uongo. Ngoja nikuulize. Tufikirie, unajua, sikiliza. Hello, na nisikiliza. Hello. Ukija kanisani usiache akili yako nyumbani. Hello. Nataka ufikirie. Mtu amekufa kwa ajili yako, amekufa kwa sababu hakuhitaji. Anakuhitaji mno. Na hitaji ambalo Mungu analo kwa wanadamu ni kubwa kiasi kwamba alikufa alafu akaja kigezo chepesi akasema ni kwa yeye aaminie. Akasema hamna kuamini. Ukiamini kwamba nakupenda, ukiamini kwamba nakuhitaji, ukasema yes, unaingia. Hajasema kwa wale wataofunga siku 200, hajasema kwa wale ambao wanajua kurukaruka, wale wanajua kuhubiri. Akasema kwa yeye aaminie. Inua mkono wako juu kwa sura ya tabasamu. Sema ninaamini. Sema ninaamini. Haleluya. Kwa hiyo point ya pili kwamba wewe uko kwenye mpango wa Mungu. Uko kwenye mpango wa Mungu. Na nitakuonyesha.